Mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili ambaye pia ni mshauri wa Rais wa Tanzania juu ya masuala ya afya na tiba, Profesa Mohamed Yakubu Janabi ametangazwa rasmi kushinda uchaguzi na amechaguliwa kwa kishindo kuwa mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani WHO kanda ya Afrika kwenye uchaguzi uliofanyika Mei 18 mwaka huu nchini Geneva, Uswisi. Uchaguzi huo umefanyika kuziba nafasi ambayo iliachwa wazi na aliyekuwa mkurugenzi mteule wa nafasi hiyo Dr. Faustin Ndugulile na naibu waziri wa zamani wa afya Tanzania aliyefariki ghafla Novemba 2024. Katika uchaguzi huo, Profesa Janabi alikuwa ni mgombea pekee kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, huku wagombea wengine walikuwa wanatokea nchi za Afrika Magharibi akiwemo Dr. Nda Konani Michael Yao kutokea Ivory Coast, Dr. Drame Mohamed Lamine kutokea Guinea, Dr. Boilema Samba wa Niger na Profesa Mijiawa Mustafa kutokea nchini Togo. Uchaguzi huo wa mkurugenzi wa kanda Afrika Mashariki wa Shirika la Afya Duniani WHO umefanyika huko Geneva, Uswisi, ambapo mataifa wanachama wamepiga kura katika kikao cha pili maalum cha kamati ya kikanda ya shirika hilo kumchagua mkurugenzi mpya wa WHO. Mkurugenzi wa kanda amechaguliwa kwa kura ya siri katika kikao cha ndani cha kamati ya kanda ya WHO ya Afrika ambayo ilikutana Januari 14 mwaka huu na kuamua kutumia utaratibu wa haraka kumpata mkurugenzi wa kanda badala ya mchakato wa kawaida ambao huchukua muda mrefu. Mkurugenzi huyo anatarajiwa kuhudumu kwa kipindi cha miaka 5 na ana fursa ya kuchaguliwa tena upya mara moja pekee baada ya kuhudumu kwa awamu ya kwanza. Mgombea huyo aliyechaguliwa katika wadhifa huo atakuwa na jukumu kubwa la kuunda sera za afya, kuratibu huduma za dharura na kushinikiza suluhu mpya ya afya kote barani Afrika. Ujumbe wa serikali ya Tanzania ukiongozwa na Waziri wa Afya Jenista Mhagama ulinadi kampeni za maana na kuwavutia kumchagua Profesa Janabi huko Uswisi. Awali Profesa Mohamed Janabi akinadi sera zake aliwasilisha vipaumbele 7 ambavyo amevinadi mbele ya mawaziri wa afya kutoka nchi wanachama Shirika la Afya Duniani katika bara la Afrika na kuomba ridhaa ya kumpitisha kuwa mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani kanda hiyo ya Afrika. Profesa Janabi amewasilisha vipaumbele alipokuwa akijinadi mbele ya mawaziri hao na kuahidi kuwa endapo atachaguliwa atasimamia uboreshaji wa huduma za afya na kuweka mkazo zaidi kwenye uboreshaji wa huduma za afya ngazi ya msingi. Endapo nitachaguliwa na ahidi kusimamia uboreshaji wa huduma za afya kwa wote ili waweze kufikia malengo endelevu, amesema Profesa Janabi, na kubainisha kuwa bado juhudi zinahitajika zaidi za kufikia lengo kwa kuwa hadi sasa ni 46% pekee wanazopata huduma bora za afya barani Afrika, huku lengo la dunia ni kufikia 68% ifikapo mwaka 2030. Profesa Janabi amesema kuwa atasimamia upatikanaji wa rasilimali fedha za kuwawezesha kugharamikia upatikanaji wa huduma bora za afya. Kipaumbele cha 3 amekibainisha kuwa ni kuendelea kusimamia utayari wa nchi wanachama katika kukabiliana na majanga pamoja na dharura za afya. Profesa Janabi amesisitiza pia kuhusu uboreshaji wa huduma za afya za uzazi wa mama na mtoto pamoja na lishe, huku akibainisha kuwa bara la Afrika linachangia 70% ya vifo vitokanavyo na uzazi pamoja na 56% ya vifo vya watoto wachanga duniani. Kipaumbele cha 5 amebainisha kuwa ataendelea kuweka msisitizo zaidi kwenye kupambana na magonjwa ambukizi yakiwemo ukimwi, kifua kikuu, malaria, magonjwa yasiyoambukiza pamoja na magonjwa yasiyopewa kipaumbele, huku akibainisha magonjwa yanayotukabili zaidi katika bara la Afrika yanachangia katika kuzorotesha ukuaji wa uchumi wa bara la Afrika. Kipaumbele cha 6 amebainisha kuwa atasimamia jitihada za kupambana na changamoto ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa Uvida. Kuna vifo zaidi ya milioni 1.2 vinavyotokea duniani kila mwaka kutokana na Uvida. Bado pia 40% ya nchi za Afrika zina mifumo ya usimamizi na udhibiti wa kukua kwa janga hili, alisema Profesa Janabi. Ikumbukwe tarehe 2 Oktoba mwaka 2022, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alifanya uteuzi na kumteua Profesa Yakubu Mohamed Janabi kuwa mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Muhimbili, ambapo awali Profesa Janabi alikuwa mkurugenzi mtendaji wa Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI. Profesa Janabi alichukua nafasi ya Profesa Lorenzo Maselu ambaye yeye alistaafu.
Na katika uteuzi huo alimteua Dr. Peter R. Kisenge kuwa mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, ambaye pia ni mkurugenzi wa tafiti na mfumo wa JKCI, ambapo Dr. Kisenge alichukua nafasi ya Profesa Janabi kufuatia uteuzi huo wa tarehe 2 Oktoba mwaka 2022. Hii ni Sky4 Media.